Sikiliza. Vichekesho TikTok, na unajua ni watu wazuri sana. Watu wa TikTok wana akili sana. Hawaweki vinavyochosha, vifupi. Ila uwe yaani mtu anakaa siku yake anacheka. Yaani anacheka, anahuzunika, anacheka. Yaani muda sio mrefu tutakuwa na mataira wengi kanisani. Yaani mwenyewe anahangaika, anateseka, maana amewekewa vitu vingi. Hajaingia YouTube akijiongezea, yaani vituko vya kutosha. Mungu atusaidie tutumie hii mitandao kujielimisha. Unajua hata huko kuna vitu vizuri vya kujifunza. Kuna vitu vizuri vya kujifunza ambavyo tukijifunza kiukweli tutapata elimu. Wengi sasa hivi hawaendi shule kutoa ada zao. Jero yake na buku yake inatosha kumpa shule ya kujifunza vitu fulani. Wengi hawaendi ufundi kujifunza kushona, maana kuna walimu wako hapa YouTube wanakufundisha. Kuna walimu wanakufundisha habari ya kuseti vyombo. Kuna walimu wanakufundisha kupiga vyombo vyote vya muziki. Kuna walimu wanakufundisha kupika keki. Kuna walimu wanakufundisha hata kutandika kitanda wewe unayeamkaga kama vile umefufuka sehemu fulani ukachomoka. Yaani kama vile ulitoka kaburini ili usije ukakamatwa tena na kifo ukachomoka, alafu jioni anarudi tena kwenye ile uliyoka Mungu. YouTube itakusaidia namna ya kutandika kitanda. Akina mama haya yanawahusu pia. Maana kina baba mpaka atandike kitanda, labda roho amewavuvia kwa namna nyingine tofauti. Lakini YouTube ni darasa ambalo unaweza ukajifunza each and everything unayohitaji. Jamani, vipo au havipo? Hata mapishi wakati mwingine tunafundishwa hapa. You can learn everything you want in your life. Jifunze. Akina mama, ili tuimarishe ndoa zetu, jifunze, mambo yote yako hapa. Wewe unapika chapati kama meza ya Bwana inapasuka, inavunjika. Unapika chapati badala ya kuvunjika inavunjika vipande 7. Tafikiri unapika pasafi. Lakini kwa kujifunza huku unajifunza chapati za chambuka, lea 3. Chapati moja lea 3. Ina lea ya kwanza, ya pili na ya 3. Jifunze, usicheke na vichekesho hivyo vinachukua muda mwingi ambao tungejifunza mambo ya msingi, ila shetani anakuletea. Wewe kazi yako ni kucheka, ni kukenua meno. Usiku kucha unacheka huko ndani ya blanketi, yaani tunuka mwenyewe anacheka. Muda wa kulala anacheka. Na ndio maana ushauri kwa familia, ushauri unajua mimi sitasoma kwa sababu muda, lakini tusikiliza. Mahali pa kulala ni sehemu takatifu. Chumba cha kulala wewe ni mahali rasmi maalum pa kwenda kupumzika, ili akili yako iwe renewed kwa ajili ya kesho. Na ndio maana Mungu aliweka usiku kwa ajili ya mapumziko. Therefore, lala ukifika chumbani. Usianze kuangalia umelala na still unaendelea kuangalia na kusikiliza. Utapoteza muda mwingi wa kupumzika, utaamka kesho akili haiko vizuri. Mahali pa kulala sio sehemu ya kuchajia masimu, tena unatundikia. Yaani simu iko kitandani umerefusha na umenunua, najua umenunua chaja ndefu itakayofika kitandani. Yaani lengo tu hutaki kupata hasara ya kupitwa na kitu chochote. Wakati wa kulala zima simu, weka pembeni, relax na mke wako. Mwena usiku mwema. Wakati wa kula sio muda wa kila mtu ameweka simu mbele ya sahani. Jamani, hizi simu nazo zinakula. Yaani unakula chakula lakini still unaendelea kuchati. Yaani akili yako haijawa concentrated katika ule mlo uliopewa. Unakula mlo lakini unafanya vitu vingine. Relax wakati wa chakula.
Tuwafundishe watoto wetu namna ya kuheshimu meza ya chakula. Wakati wa kula ni wakula na familia zetu, sio wakula huku unaendelea kuchati na kuongea. Wakati wa kulala ni wakati wa kulala. Usimhuzunishe mke wako muda mwingi unaongea na simu badala ya muda wa kumtia moyo. Wakati wa kazi ni wakati wa kazi, sio wa kuendelea na simu. Bwana atusaidie.